Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 14 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Ijumaa. Kwa moyo mkunjofu kabisa ni kukaribisha kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele siku hii ya leo. Mimi ni Shehani Mzaina. Tuandikie na asante kwa kutuandikia. Ujumbe wako ni muhimu kweli kweli. Tunaanza rukuzi siku hii ya leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kwanza tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Kigamboni Kibada jijini Dar es Salaam. Wanakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani, lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam Kigamboni Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Samia agiza mambo manne Kizimkazi, ahimiza kulinda amani miradi, ataka gridi ya maji kusini Unguja. Dr. Mwinyi ataja vipaumbele ujenzi miji, akaribisha kuwekeza makazi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Habari picha ikimwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akimwagilia mti baada ya kuupanda katika kituo cha afya cha Kizimkazi, wilaya ya Kusini, mkoa wa Kusini Unguja. Picha zaidi ni katika ukurasa wa 8. Mfuko wa barabara wapata bilioni 70 mwezi mmoja. Hazina yalipa madeni bilioni 18 Julai. Utaratibu zabuni ujenzi mbioni kubadilishwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Mchango wa taasisi za umma kwa serikali wafikia trilioni 1.7. Habari katika ukurasa wa 3. Safari ya Samia Urusi alipo ufadhili wa masomo. Habari katika ukurasa wa 7. Mwandishi ajibu maswali ya Lissu kesi ya uhaini. Habari katika ukurasa wa 7. Gazeti hili pia limeandika diplomasia fursa ya uchumi Tanzania Msumbiji. Habari kamili ni katika ukurasa wa 4. Mahojiano maalum na balozi wa Tanzania nchini Msumbiji Hamad Hamis. Askari watatu Ngorongoro mbaroni tuhuma za mauaji. Habari katika ukurasa wa 20. Lori laua mtoto akivuka barabara Magu. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni polisi yaanza msako wa silaha nchi nzima. Ni baada ya upotevu wa bunduki Nzega kushtua, mikoa ya hakiki silaha zake ikisubiri timu ya makao makuu. Chalamila naye aja na jipya. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Mtoa taarifa, timu hiyo ya mkoa inafanya uhakiki na itafuatiwa na timu ya makao makuu ambayo sijajua itakuja lini. Kwa hiyo mkoa unahakikisha silaha zake kabla ya hiyo ya makao makuu haijafika. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Samia azindua mradi wa maji kutosheleza Kizimkazi, nukuu yake ikisema tumetengenezewa, tuutunze, tusiharibu. Tunajua tulipotoka, tulikuwa na tatizo kubwa la maji. Leo tumepata ufumbuzi wa maji. Tutunze miundombinu hii na sisi tuwe walinzi wa kuilinda sisi wenyewe. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Lissu amhoji mwandishi aliyerekodi video yake. Habari katika ukurasa wa 3. Vigogo CWT na makosa mapya 14 mmoja huru. Habari katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Chadema yasimulia mapito mafanikio mageuzi ya miaka 20. Habari katika ukurasa wa 6, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake 2. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Samia, miradi ya maendeleo imefungua fursa za uchumi ni kwa wananchi. Serikali yawekeza miradi kusogeza huduma karibu na wananchi, kuongeza ustawi wa jamii. Ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Wabunge, miradi ya carbon yazidi kunufaisha wananchi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Balozi Omar aimwagia sifa TRA kwa ukusanyaji mapato. Habari katika ukurasa wa 4. Muhimbili watua Malawi kwa kambi ya kibingwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Timu ya wataalamu kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili inashiriki katika kambi maalum ya upasuaji wa macho wa kibingwa na bobezi inayofanyika katika hospitali ya Kamuzu Central KCH jijini Lilongwe, Malawi. Mapenzi ya ua wawili, polisi waanika mwanzo mwisho. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Rais atambua mchango wa sekta ya nishati. Habari katika ukurasa wa 8.
Israel yaanza tena mashambulizi Gaza, habari katika ukurasa wa 19. Kamati yaridhisha uhifadhi misitu ya miombo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mahakama ya pingwa, ni kuhusu zuio lake kwa mawakili kuzungumza na waandishi wa habari wakiwa kortini, wanaosema linawanyima haki wananchi kupata habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Habari picha inamuonesha mtendaji mkuu wa MCT Ernest Sungura, rais wa chama cha mawakili wa serikali Tanzania TPBA, wakili Bonaventure Mwambaya, lakini pia ipo picha ya mwenyekiti wa TECF Deodatus Balile pamoja na wakili Maduhu William. Nyuma ya pazia Chadema kufuta ukomo uongozi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Gazeti hili imeandika serikali yabadili maisha ya wananchi Kizimkazi, habari katika ukurasa wa 3. Waitara toboa siri wa bunge CCM kusita kuikosoa serikali, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Kesi ya uhaini, Lissu amkabili shahidi wa siri kuhusu video za mkasa unaomhusu, habari katika ukurasa wa 5. Polisi wadai aliyemuua mpenzi kisa kuuza nguo zake kajiua, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Gazeti Uhuru kweli daima ninalo mikononi mwangu lenyewe limeandika Rais Samia, miradi ya maendeleo ilindwe, na kukisema serikali inatumia fedha na utaalamu mkubwa kuwaletea wananchi maendeleo, hivyo ni wajibu wa kila mwananchi kuzuia uharibifu wa miundombinu. Ndani ya taarifa hii katika ukurasa wa pili, Dr. Mwinyi atoa wito viongozi kutangaza fursa za uwekezaji, habari katika ukurasa wa 3. Mwigulu atatua mgogoro wa ardhi uliodumu miaka 17, habari katika ukurasa wa 3. Mtoto wa darasa la pili auzwa, DC aingilia kati. Serikali wilayani hapa mkoani Kilimanjaro imefanikiwa kumwokoa mtoto mwenye umri wa miaka 10, jina limehifadhiwa, ambaye ni mwanafunzi wa darasa la pili. Ameelezwa mtoto huyo anasoma katika shule ya msingi Jiungeni, kata ya Ruvu wilayani hapa, na ilibainika familia yake ilimpeleka kumuozesha kwa mwanaume anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 18 hadi 20. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Auawa akituhumiwa kuwa nguo za mpenzi wake, habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Na sasa tukiwa habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu, na gazeti Mwanaspoti lenye limeandika miaka 51 kibabe Jabar Kangwanda, kuna kitu takwimu zao ubora ziko hivi, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Tatizo Simba ni hili, matokeo ikiwa ni Yanga 1 Simba Sports Club 0. Wamebeba tena hii ngao ya 10 kwa Yanga tangu mwaka 2001 mashindano yalipoanza. Simba Fast mfuata aliyeua Yanga ni baada ya kukosa ngao, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Sababu Diamond Zuchu kuishi nyumba tofauti, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 11. Msomali aweka historia, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 18. Tatu za kibabe kuanza saa 8 mchana hadi saa 1 usiku. Kuna burudani ya kutosha leo Ijumaa, ligi kuu bara kazi inaanza. Ni Pamba dhidi ya Dodoma Jiji saa 8 mchana. Mbeya City dhidi ya Geita Gold saa 10:15 jioni, wakati Singida Black Stars watakuwa na kibarua dhidi ya Fountain saa 1 kamili usiku. Championship leo Ijumaa ni Wolves dhidi ya Blackburn saa 4 kamili usiku, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Gazeti Habari Leo katika ukurasa wake nyuma limeandika kumekucha ligi kuu bara 2026-2027, Mangoba Beka kuwafungia kazi washambuliaji, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Tanzanite Queens yatamani robo kombe la dunia, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Galatasaray yamtaka Martinelli, habari katika ukurasa wa 21. Taswa yaja na Afcon kita, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Habari picha ikionyesha nyota wa Yanga Sports Club na benchi la ufundi wakishangilia baada ya kutawazwa kwa mabingwa ngao ya jamii 2026-2027. Tumalize kwa kulitazama gazeti Uhuru kweli daima katika ukurasa wake nyuma, habari za michezo na burudani, lenye limeandika Rais Dr. Samia azitumia salamu timu ligi kuu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Siku 13 za mateso Simba, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Mapato Simba Yanga
yavunja rekodi, habari katika ukurasa wa 19. Arsenal kumuuza Martin Zubimendi, habari katika ukurasa wa 18. Joe Willock huyo Besiktas, habari katika ukurasa wa 19. Ronaldo amfariji Messi, habari katika ukurasa wa 18. Wadau waunga mkono agizo la Rais Dr. Samia, habari katika ukurasa wa 19. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima, na gazeti hili linakamilisha rukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania hapa Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.